Baba, umenitoa matopeni Baba, umenitoa gizani Baba, kwa neema yako ninaimba leo na shukuru. Nikisoma neno lako Bwana, kwangu ninapata uzima. Nizifuate njia zako Bwana, tena unipe neema yako Yesu, na upako wako. Udhaifu wako Bwana ni nguvu zangu, maishani mwangu Yesu ni kila kitu kwangu. Ngazi ya kwanza huwa ni ngazi ya moyo wako, moyo ulionao wewe. Ngazi ya pili huwa ni kwa njia ya ndoto, maono na mafunuo. Ngazi ya tatu huwa ni watu. Ndio Mungu anatumia watu, people, watu. Mungu anainua watu kuzungumza na wewe. Ya nne ni yeye mwenyewe, Bwana Yesu, kuja kujifunua kwako, kumuona umbile lake, kumuona uso wake, kuona kila kitu kumuhusu yeye. Na hizi level zote kwenye Biblia tunaziona. Ila mimi nitataka nizungumze level ambayo ni level kuu na ya msingi sana, ambayo ni level ya moyo wako. Hizi zingine ya ndoto inahitaji ukomavu mkubwa sana, ukomavu mkubwa sana kwenye neno la Mungu na kukaa sana na Mungu. Hii level ya kujua Mungu anazungumza naye kupitia mtu ni level ya ukomavu sana. Na hii level nyingine ambayo Yesu mwenyewe anakuja mwenyewe kuongea na wewe ni level kubwa mno sana, ambazo zinahitaji wewe umekaa sana na Mungu wako kwenye wokovu kwa muda mrefu. Ijapokuwa unaweza ukapata neema ya njia zozote zile, Mungu akaamua kuitumia hiyo njia kuzungumza na wewe. Na hizi njia zipo kweli kwenye Biblia, Mungu alizitumia kuzungumza na watu wake. Mfano, njia ya Yesu kujifunua mwenyewe tunaiona kwa Yohana, Ufunuo wa Yohana mlango wa kwanza pale. Mpaka ukisoma ule mlango wa kwanza mzima unamuona Yesu akija dhahiri kwa mtume Yohana. Mtume Yohana anamuona Yesu dhahiri, anamuona muonekano wake, anaisikia sauti yake, yani anapata maelekezo kamili kutoka kwa Mungu moja kwa moja, wala sio kwa kusema eti kwamba ilikuwa ni nani, lakini ilikuwa ni kwa ufunuo. Anamuona Yesu Kristo dhahiri kabisa. Pia kwenye Biblia tunaona Mungu anatumia ndoto. Tunaona Yusufu anaota, Farao anaota ndoto, na Yusufu anamfafanulia kwamba hii ndoto uliyoiota Mungu anazungumza kwa habari ya jambo fulani litakayotokea kwenye nchi. Miaka 7 ya njaa, ilikuwa ni miaka 14, miaka 7 ya njaa, miaka 7 ilikuwa ni ya shibe. Kwa hiyo Roho wa Mungu alipokuja kuzungumza na Farao alitumia ndoto. Tunaona Mungu anazungumza kwa kupitia watu. Ukisoma Biblia nzima kutoka kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza pale, unaona Mungu anainua manabii wengi sana, anatumia manabii kuzungumza na watu wa Israeli. Watu wa Israeli walikuwa wamuoni Mungu dhahiri, lakini Mungu alikuwa anamtuma Yeremia, Mungu alikuwa anamtuma Isaya, Mungu alikuwa anamtuma Hosea, Mungu anamtuma Mika, Mungu anamtuma Zekaria, Mungu anamtuma Habakuki. Mungu alikuwa anatumia watu. Sasa tunaona katika Agano la Kale Mungu alitumia idara kubwa sana ya manabii. Lakini sasa hivi kuna huduma nyingi. Kuna wachungaji, kuna wainjilisti, kuna walimu, kuna manabii, kuna mitume. Kwa katika siku hizi za mwisho tuna uwanja mkubwa sana wa Mungu kuzungumza na mtu kwa kupitia watu. Kwa sehemu ya kwanza kabisa ambayo nataka niitumie, ambayo ni njia ya msingi sana, huwa ni moyo wako. Hii ni level ya muhimu sana sana sana, kwa sababu ndio njia kuu ambayo Mungu kwa viwango vikubwa huwa anazungumza na watu wake. Tutaenda kusoma kitabu cha waraka kwa Waebrania. Waraka kwa Waebrania mlango wa kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa pili. Inasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Sasa Biblia inajaribu kutoa
feedback, inatoa mrejesho kwamba Mungu zamani alisema na mababa zetu. Na tunaposema baba, maana yake hapa alikuwa anaongea kwa habari ya watu wa Israeli. Mungu alikuwa anazungumza sana kwa kupitia manabii kwa njia nyingi na kwa sehemu nyingi. Kwa Biblia imeshaonyesha kwamba Mungu ana njia nyingi za kuzungumza na mtu. Mungu hayuko static kwamba eti atatumia njia hii tu kuzungumza nayo, hapana. Biblia inatuambia kwamba Mungu alizungumza kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi na watu wake. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inasema manabii, maana Mungu alimtumia Isaya, Zekaria, Yeremia, Mika na watu wengi sana. Lakini Biblia inatuambia hivi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Kwa maana siku hizi za mwisho Mungu anazungumza nasi sana kwa kupitia Yesu Kristo. Na Yesu Kristo tulipojifunza kwenye mafundisho mengi kama Wakristo, tumejifunza kwamba Yesu ni neno la Mungu. Bwana asifiwe. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo 1 pale mpaka kitabu cha Yohana mlango wa mwisho pale, Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, unaona Yesu akizungumza na wanadamu habari za ufalme wa Mungu. Yaani Mungu kipindi kile Yesu yuko kwenye mwili alikuwa anazungumza na wanadamu mambo ya ufalme wa Mungu akiwa ameagizwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa ule muda wanadamu kwa ule msimu walikuwa direct wanasikiliza maelekezo kutoka kwa Bwana Yesu, kwa sababu Bwana Yesu ndiye alikuwa anateuliwa na Mungu kwa yale majira. Na tunaamini kwamba Yesu Kristo aliishi miaka 33, si ndio? Kwa alipofika miaka 30 ndio akaanza kuifanya kazi ya Mungu. Vitu vingi tunavyovisoma kwenye Mathayo, Marko, Luka na Yohana ni Yesu alivizungumza kwa kuhusu ufalme wa nani? Wa Mungu. Kwa kipindi kile Yesu akiwa katika mwili, Mungu alikuwa anamtumia yeye kuzungumza na watu. Bwana asifiwe. Sasa kwa msimu huu ambao tupo sisi, toka ile siku ya Pentekoste Roho wa Mungu aje, Mungu anamtumia Roho wa Mungu kuzungumza na sisi. Bwana asifiwe. Yaani Roho Mtakatifu ndiye anayetupa sisi taarifa mbalimbali kuhusiana na ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa kuna tofauti moja tunatakiwa tuifahamu. Yesu wakati yuko mwilini alikuwa anaonekana kama mimi na wewe hivi, mikono, miguu, anaonekana amevaa joho. Yaani alikuwa anaonekana kama mimi ninavyoniona hivi. Yesu Kristo kipindi hicho yupo katika mwili na alikuwa anaambia watu habari za ufalme wa Mungu. Sasa Roho Mungu alipokuja kwenye Matendo ya Mitume 2 haonekani. Bwana asifiwe. Huwezi ukamuona hivi Roho wa Mungu eti ukasema Roho wa Mungu nimemuona yuko namna hii. No. Roho wa Mungu ni invisible, haonekani. Lakini ndo kwenye majira haya anazungumza na kanisa. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Ufunuo mlango wa 2 pale, Yesu kwa kila kanisa alipokuwa anaongea alikuwa anasema mwenye masikio na asikie neno ambalo Roho wa Bwana aliambia nini? Makanisa. Maana ni nini? Kwa siku za mwisho hizi makanisa mengi Roho Mungu ndio anazungumza. Yaani Roho Mungu ndio anazungumza na watu. Mungu anamtumia Roho Mungu kuzungumza na watu wake. Kwa kama tupo katika hizi siku za mwisho, tunaamini Roho Mungu anazungumza na sisi. Lazima kama Wakristo tujue Roho Mungu anazungumzaje na sisi. Na ninapoongelea kanisa siongelee hili jengo. Bwana asifiwe sana. Yaani tunapoongelea kanisa sio jengo. Kanisa ni mtu. Bwana asifiwe. Yaani kanisa ni neno ambalo linatoka kwenye Kiyunani inaitwa Christos, maana yake ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kusudi la Mungu. Kanisa sio jengo. Kanisa ni watu wale ambao yaani wamempokea Bwana Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kipawa cha Roho Mungu kipo ndani yao na wanatembea katika njia ya Mungu. Mtu huyu ni mmoja tu anaweza kuwa ni kanisa. Bwana asifiwe sana. Kanisa sio jengo. Hili jengo kama umesikiliza shuhuda za mpinga Kristo kwamba baada ya unyakuo kila kitu kilichopo duniani kitakuwa ni miliki yake. Kwa kanisa na Biblia inasema kanisa litaondolewa. Bwana asifiwe. Ukiwa unasoma maandiko unaambiwa kanisa itafani litaondolewa, lakini ukijifunza kanisa ni nani? Ni watakatifu. Ingekuwa kwamba kanisa linaondolewa, maana makanisa yote bloku, sika, viti vyote vinaenda mbinguni. Lakini Mungu hakumaanisha hicho kitu. Mungu alikuwa anazungumzia watakatifu. Kwa mimi, wewe, jirani yako, ndugu yako, sisi ndio kanisa. Sasa kwa huu muda Roho wa Mungu anazungumza.
Na ukisoma kwenye hiki kitabu cha Ufunuo mlango wa 2, kila kanisa kuna kitu Roho wa Mungu alizungumza. Alizungumza kwa kanisa la Efeso, alizungumza kwa kanisa la Simna, alizungumza kwa kanisa la Laodikia. Sasa yale makanisa yote kulingana na mafundisho ni misimu ya kanisa. Bwana siwe. Msimu wa kwanza wa kanisa, msimu wa pili, mpaka sisi sasa hivi tuliopo sisi. Kulingana na nabii tupo kanisa la Laodikia. Bwana siwe. Tupo kanisa ambalo Roho wa Mungu anazungumza kwa habari ya uvuguvugu. Bwana siwe. Ujoto wala ubaridi. Ndo tuko katika level hiyo ya kanisa la Laodikia. Lakini pia sio wote wanaweza kuwa kwenye msimu wa Laodikia. Wengine wanaweza kuwa msimu wa Efeso, mwingine Simna, mwingine Philadelphia. Kila mmoja anatakiwa muulize Mungu kwa habari ya maisha yake na Mungu azungumze naye. Kwa tunaona hapo kwa siku za mwisho Mungu anazungumza na sisi kwa kupitia mwana. Sasa mwana ni nani? Mwana ni neno la Mungu. Ukisoma kwenye kitabu cha Yohana 1 pale, Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, na huyo neno akavaa mwili akaja kwetu. Neema na kweli vilikuja kwa ajili yetu kwa kupitia yeye. Kwa Mungu akitaka azungumze na Mkristo yoyote katika moyo wako huo, cha kwanza ni neno la Kristo likae kwa wingi mioyoni mwenu. Biblia inaagiza hivyo kwamba Wakristo neno la Mungu likae kwa wingi ndani ya mioyo yao, kwa sababu Mungu anatumia neno kuzungumza na watu wake. Na Daudi anasema neno moja zuri sana, neno lako ni taa ya miguu yangu. Yaani neno la Mungu ndio linaloweza kukuongoza Mkristo upite wapi. Sasa na neno la Mungu linatakiwa likae ndani ya moyo wako. Kwa katika hizi siku za mwisho, Roho wa Mungu akitaka azungumze na maisha ya mtu, akiona neno la Mungu, labda mtu hayupo, labda ndoto uelewi, labda Yesu mwenyewe kuja kwako uwe hiyo neema huna, anatumia moyo. Sasa ndani ya moyo wako kuna neno linakuwa linafunuliwa ndani ya maisha yako. Ukisoma hivi Biblia utakuta kuna neno ukilisoma linagusa sana moyo wako. Unataka ujue kwamba Mungu anazungumza sana siku hizi za mwisho na sisi kwa kupitia neno. Na Biblia imeagiza kwamba neno la Kristo na likae kwa wingi mioyoni mwetu. Manake tuwe ni watu wasomaji wa Biblia, kama vile ambavyo Mungu alipokuja kwenye maisha ya Yoshua alimwambia kitabu hiki cha Torati kisiondoke. Kwenye kitabu cha Yoshua mlango wa 1 mstari wa 8, kitabu hiki cha Torati kisiondoke, bali uyatafakari haya maneno ya Mungu na uyatende sawa sawa. Ndio Mungu akamwambia kwamba ukifanya hivyo ndio utafanikiwa. Lakini tuliona neema aliyoipata Yoshua ilikuwa ni Mungu amekuja dhahiri. Mungu alikuja dhahiri hivi, anasikia sauti. Kwa sisi sasa hivi Roho wa Mungu atumuoni, sababu katika ulimwengu wa roho mpaka uwe na macho kama wale watu ambao wa Emau, akina Cleopatra wanatembea na Yesu lakini hawakumweza kumuona kwa sababu macho yao yalikuwa yamefungwa. Lakini ili uweze kumuona Roho wa Mungu lazima uombe neema ya macho yako ya kiroho yafunguliwe. Unaweza kumuona utukufu wake. Ni watu wengi sana ambao tunajifunza kwenye Biblia wameuona utukufu wa Roho Takatifu. Kuna wengine wameuona utukufu wa Yesu. Tunamuona Paulo wakati anaenda Damascus, anakutana na Yesu. Anakutana kama nuru inayoangaza kubwa sana. Tunaona Yohana hapa anamuona Yesu mfano wa jua. Kwa kuna neema kila mmoja unapoweza kumwomba Mungu, unaweza kufunguliwa macho yako ya ndani ukamuona Roho Mtakatifu na utukufu wake. Wengi waliobahatika kumuona wanasema is a man, so a man shining like dazzling like a sun. Yani walimuona mtu ambaye anang'aa kama jua. Kwa kila mmoja ana neema, amefunikwa nuru. Na kwenye Biblia ukisoma ni kweli, wakati Yesu ameenda pale mlimani amejifunua kwa wanafunzi wake, walimuona amevaa mavazi meupe kama theluji, anaangaza kweli. Petro akasema tujenge vibanda vitatu,
Hiyo ni neema ambayo Petro, Yohana na Yakobo walipata kuona utukufu wa Mungu, lakini wanafunzi wengine 9 hawakupata hiyo neema, ijapokuwa tena Yohana akapata neema tena kwenye kitabu cha Ufunuo. Hapa anauona tena utukufu wa Yesu Kristo kwa namna nyingine. Kwa kila mmoja ana neema ya kupata utukufu wa Mungu. Tunamuona Musa anapata nafasi ya kupanda mlima Horebu, anauona utukufu wa Mungu. Wana wa Israeli wanaona tu mlima unaowaka moto, wanasikia tarumbeta, lakini Musa anaingia mle ndani ya ule mlima, anauona ni mgongo wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Na Biblia inaelezea sana ule mgongo aliuonaje, lakini kila mmoja ana neema. Na Mungu anamwambia, ukiuona uso wangu utakufa. Hakuna mtu ambaye ameiona uso wangu akaishi. Na watu wengi kwenye Biblia wanasema uso wa Yesu ni kama jua. Huwezi ukaiona jua kwamba uso wa Yesu ni wa namna gani. Ndio maana watu wanaochoraga hizi picha mtandaoni tu ni Yesu si nini, huo ni uongo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu hana sura specific. Uso wake ni kama jua. Sasa ni kamera gani, ni mwanasayansi gani anaweza akaonyesha jua lina sura gani? Hamna mwanadamu ambaye ana uwezo wa kusema hivyo. Sasa tunaanza, nataka nizungumzie vizuri ile level ya kwanza kabisa ya moyo hii, kwa sababu ile level ya moyo ni ya muhimu sana. Vitu vingi Mungu anazungumza kibinafsi, vitu vingi Mungu anazungumza kwanza ndani yako. Utaota ndoto kweli, watu watakuja, Mungu atakuja kweli, lakini moyo ni wa muhimu sana, sababu ni level ya kwanza ya muhimu sana. Sasa tusome kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohane, waraka wa kwanza wa Yohane mlango wa 3 mstari wa 21. Tuanze pia mstari wa 20. Inasema, ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu, na lolote tuombalo twalipokea kwake, kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Sasa nataka niongee level ya kwanza ya Mungu anapozungumza na moyo wa mtu. Cha kwanza, Mungu anaachiliaga hisia za hatia ikiwa kuna jambo lolote halipo sawa katika maeneo matatu. Wakati Yesu amekaribia kuondoka hapa duniani, moja kati ya jukumu la mwisho alilofanya, aliachilia mafundisho sahihi ya Roho wa Mungu kwa watumishi mitume wale 12. Alijaribu kuwaelezea Roho wa Mungu atakapokuja duniani atafanya majukumu gani. Kitu cha kwanza alichozungumza Roho wa Mungu, alisema Roho wa Bwana atakuja kushuhudia kwa habari ya haki, hukumu na dhambi. Aliongea hivyo vitu vitatu. Kwa Roho wa Mungu, tunaamini kwamba ukishaokoka ukamwamini Bwana Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Sasa Roho wa Mungu akishaanza kuzungumza na moyo wako, cha kwanza huwa anaachilia hisia za hatia kulingana na maeneo matatu: haki, hukumu na dhambi. Hayo maeneo matatu Roho wa Mungu atafanya kazi kwa nguvu sana, akikusaidia kukuongoza katika njia ya utakatifu. Tukisoma kwenye kitabu cha Isaya mlango wa 35 mstari wa 8, anasema, na hapo patakuwa na njia kuu, nayo itaitwa njia ya utakatifu. Maana ni nini? Ukiokoka, Roho wa Mungu direct anakuwa ndio mwalimu mkuu wako wa kukuongoza katika njia ya utakatifu. Sasa katika hii njia ya utakatifu, njia kuu ni moyo wako. Na ninapoongelea moyo, siongelee huu moyo ambao tumejifunza kwenye biolojia kwamba moyo wa mwanadamu si una vyumba vinne, si unasukuma damu. No, tunapoongelea moyo wako tunamuongelea mtu wa ndani, roho yako. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo pale mlango wa 1 mstari wa 28, tunaona Mungu anafanya uumbaji. Na mlango wa 2 pale tunaona Mungu anamtengeneza mtu kwa mavumbi ya nchi. Lakini wakati Mungu ameumba mwili kwa mavumbi ya nchi, hauna nguvu yoyote. Lakini Mungu alipopulizia pumzi ya uhai kwenye ule mwili,
ndio mtu akawa nafsi hai. Kwa mwanadamu yote unayemuona leo ameumbwa na maeneo matatu: mwili ambao ndio huu binadamu, nafsi ndio ulimwengu wa mawazo, akili na fikra na hisia, na roho ambao moja kwa moja ni sura na mfano wa Mungu. Ndio maana mtu sio mwili. Mwili ni kama nyumba tu. Ndio maana Biblia inaufananisha mwili wa mwanadamu na hekalu. Hekalu ni nyumba, na roho Mungu anakaa ndani yetu, maana anakaa ndani ya roho yako. Na tunapojifunza kwenye Biblia, wakati wanajenga hekalu kulikuwa na mahali patakatifu pa patakatifu na ua wa nje. Kwa hekalu lilikuwa linaundwa hivyo vitu vitatu. Kama wewe mwanadamu ni hekalu la Mungu, ujue una ua wa nje ambao ni mwili wako, una patakatifu ambapo ni nafsi yako, na patakatifu ni roho yako. Sasa katika Agano la Kale, sanduku la Bwana lilikuwa linakaa patakatifu pa patakatifu. Kwa uwepo wa Mungu ndani yako unakaa ndani ya roho yako, ambayo ndio moyo. Tukisema moyo, tunaongelea nafsi ya mtu, na nafsi ya mtu na roho ya mtu ni vitu vinavyotenda kazi kwa pamoja sana. Ijapokuwa mwili ukiwa una nguvu, nafsi huwa haina nguvu. Nafsi inaangalia ni nani mwenye nguvu, inaenda huko. Ulimwengu wako wa akili, mawazo na fikra unaongelea ni nani mwenye nguvu. Roho yako ikiwa ina nguvu, fikra zako zitakuwa za ufalme wa Mungu, na utafanya mapenzi ya Mungu, utawaza ya Mungu. Ndio yale Biblia inasema, yatafakirini yaliyo juu, yaliyo mema, yaliyo sawa, yatafakirini hayo. Roho yako ikiwa na nguvu. Roho yako ikiwa dhaifu, mwili una nguvu, akili yako itakuwa kidunia, na utakuwa na hekima za kidunia katika fikra zako na mawazo yako. Sasa yule mtu wa ndani ni sura na mfano wa Mungu. Yule direct ndio huwa anapokea maelekezo kwa Mungu. Ukisoma kitabu cha Warumi, Biblia inasema wale wanaoongozwa na roho wa Mungu wao ndio wana wa Mungu. Na Biblia inasema kwenye kitabu cha Warumi, Mungu hushuhudia pamoja na roho zetu, mioyo yetu. Sasa kitu cha kwanza, Mungu anasiaga hisia za hatia. Hii inaitwa feelings of guilt. Yaani chochote utakachokuwa unakifanya ndani ya moyo wako kunakuwa na hisia za hatia. Ndio maana tunamuona hapa Yohana anasema mioyo yetu isipotuhukumu. Neno hukumu ni neno la kimahakama. Judgment, guilt, accuse, yani unaona kushtakiwa. Yani neno hukumu, unaona kushtakiwa ndani yako. Ukifanya kitu direct unaanza kuona kama kuna mashtaka ndani katika kile kitu unachokifanya, na hivyo vitu vinakuwa direct ndani ya moyo wako. Bwana asifiwe sana. Ningetolea mifano mbalimbali zaidi kabisa ambayo yamkini mtu mfano ukawa kwenye mazingira ya kawaida tu, unaishi. Mfano nichukulie dhambi gani? Labda Mungu akawa amekupa hela, kwenye ile hela ulitakuwa utoe fungu la 10, lakini wewe ukawa unaona msukumo wa toa nisitoe, ukala ile hela. Bwana asifiwe sana. Kama kweli roho Mungu anatenda kazi ndani yako, kuna hisia za hatia utaziona ndani yako, kuna misukumo ndani yako ya kuhukumiwa, utaanza kuiona kwamba hapa haujafanya kitu kilicho sahihi. Na hiki kitu tunakiona kwa Yesu Kristo. Wakati yule mwanamke kahaba mzinzi yule alipofumaniwa, wale Mafarisayo wakasema, Bwana Yesu, sheria ya Musa inasema wanawake kama hao wapigwe mawe. Yesu akawaambia, asiye na kosa, yani ambaye hajaifanya makosa, ayo wa kwanza kumrushia mawe. Biblia inasema wakachomwa mioyo yao. Yani na wao wenyewe basi walianza kujiona kwamba hata kama sisi hatujazini, lakini huyu lakini mimi nimefanya hiki, lakini na Biblia inasema wote wakaondoka. Na Yesu akamwambia yule binti, wala mimi sikuhukumu, na nilikuja ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu, ili ulimwengu upate kuokolewa kwa mimi. Kwa tunaona kwamba Roho Mungu anazungumza kwa kupitia mioyo. Cha kwanza huwa ni hisia za hatia ndani yako. Sasa mimi huwa najiuliza, wakati Anania na Safira wamekubaliana na mume wao na mume wake, yani Anania na Safira walikuwa ni mume na mke, hivyo wakati wanadanganya kile kitu,
hii hisia ya hatia kuhukumiwa ndani wa kuiona, ila mimi nafikiri waliiona, ila kuna kiburi fulani kilitembea ndani yao, ndio maana adhabu yao moja kwa moja ilikuwa ni kufa. Bwana asifiwe sana. Lakini mimi naamini wao kama washirika ambao kanisa la kwanza, utukufu wa Mungu ulikuwa mkubwa sana, ijapokuwa ni watu ambao tunajifunza kwamba walisema dhambi ya uongo na leo wapo kuzimu. Bwana asifiwe sana. Yaani na leo wapo wapi? Wapo kuzimu. Kwa hiyo kama Mkristo lazima uwe unaangalia moyo wako katika mambo fulani ambao unakuwa unayafanya sambamba na neno la Mungu au nje ya neno la Mungu. Lakini nikwambie, hatia yoyote inakuja pale ambapo unakiuka neno la Mungu. Kukiuka wanasema violate, yani violate ni kwenda kinyume na maagizo fulani ambayo Mungu anakuwa amekuagiza. Kwa mwanadamu yote ambaye ni Mkristo, popote pale ambapo anakuwa anakiuka lile agizo la Mungu, kwa kupitia neno la Mungu, Roho wa Mungu anazungumza na moyo wake, huwa anazungumza na moyo wake. Twende tukaongelee mtu mwingine ambaye ni Paulo. Twende kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 9 mstari wa 1 na wa 2. Anasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu, jamaa zangu, kwa jinsi ya mwili. Tunaona hapa kuna kitu kimoja kinazungumzwa hapa. Biblia inasema, nasema kweli katika Kristo, sisemi uongo, dhamiri yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Tunaona hapa Roho wa Mungu alikuwa anazungumza na Paulo kwa habari ya maumivu na huzuni zilizopo ndani yake kwa sababu ya watu, ya ndugu zake. Kwa Mungu alikuwa anamshuhudia Paulo, ambaye wewe ndani ya moyo wako huko kuna huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma kwa ndugu zako. Sasa kilichokuwa kinamfanya Paulo awe na maumivu makubwa na huzuni nyingi kwa ndugu zake ambao walikuwa ni watu wa Israeli ni kwa sababu walikuwa hawajapata ile neema na kuwa na maarifa ya kumpokea Bwana Yesu. Bado walikuwa wameshika Torati. Sasa kwa kuwa watu wa Israeli walikuwa wameshika Torati, wamemkataa Masihi wa Bwana, na Paulo amepewa injili ya Yesu Kristo akihubiri kwa wale watu. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume unaona Wayahudi wamemsumbua sana mtumishi wa Mungu Paulo, wamemsumbua sana. Akihubiri sehemu fulani wanaenda wanachafua, akihubiri sehemu wanaenda wanachafua. Kuna msimu ambao huyu Paulo huzuni na maumivu yakawa mengi sana ndani ya moyo wake kwa sababu ya ndugu zake. Roho wa Mungu akawa anazungumza naye kwa kupitia moyo wake kwamba wewe ndani yako una huzuni na maumivu kwa habari ya ndugu zako. Sasa huzuni na maumivu sio jambo zuri sana kwa hali ya kiroho ya mtu, kwa sababu huwa vinazuia nguvu ya Mungu kutenda kazi ndani ya mtu. Sasa twende tuone leo jingine ambalo Paulo pia alipata neema ya Mungu kugusa moyo wake kwa habari kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 27 mstari wa 10. Tunaongelea kwa habari ya mtumishi wa Mungu
Paulo walikuwa wamepanda kwenye shehena, kupanda kwenye meli, wanasafiri kwa njia ya maji. Tuanzie mstari wa 9 pale, anasema na wakati mwingi ulipokwisha kupita na safari ikawa ina hatari sana, kwa sababu siku za kufunga zilikuwa zimekwisha kupita. Paulo akawaonya, akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Kuna neno moja nataka tuliongea hapa. Biblia inasema naona kwamba, na kwenye Kiingereza inasema I perceive. Yani perceive ni jambo ambalo linaanzia ndani ya moyo. I perceive, yani perceive ni kitu ambacho kinaanzia ndani, yani unafunuliwa ndani ya moyo wako. Kuna vitu vingine ndani yako tu unashuhudiwa kwamba hiki kitu mwisho wake kina ubaya. Anasema akawaambia, wanaume, naona kwamba safari hii itakuwa na madhara na hasara nyingi, si ya shehena na merikebu tu, ila na ya maisha yetu pia. Neno naona kwamba ni passive, na neno passive linaongelea kwa habari ya msukumo ambao unazaliwa ndani ya moyo wako. Sasa huyu hapa ilikuwa ni safari, wanataka wasafiri, lakini yeye ndani yake alikuwa anapata msukumo kwamba hii safari hii ina majanga, hii safari hii kuna uharibifu, hata nyie mtapoteza maisha. Paulo anasema akawaonya, maana yake alitoa tahadhari kwamba jamani, hii safari tusiende. Lakini ukisoma kwenye kitabu hicho cha Matendo ya Mitume, hao watu walienda, na ukisoma hii safari ilikuwa ngumu sana. Walifika, lakini kuna vitu kwenye meli yao vilitupwa. Kuna shehena ilimwagwa. Shehena ni mizigo ile. Yamkini zilikuwa dhahabu zilitupwa, yamkini ilikuwa ni mambo mazuri, vyakula vilitupwa. Mpaka anafika nchi kavu, meli ilikuwa haina uzito wote, ila Mungu akawasaidia, akayaokoa maisha yao tu. Lakini hapa tunaona kwamba Mungu alizungumza na moyo kwanza wa Paulo. Na hii ukitaka kuthibitisha Paulo anaposema naona kwamba, tuone kwenye kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso mlango wa 1 pale, na Biblia inaongelea kwa habari ya macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kitabu cha waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso mlango wa 1 mstari wa 17 hadi wa 18, anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Hapa tunamwona Paulo anaongelea kwa habari ya watu waliopo katika kanisa la Waefeso. Anawaombea kwamba Mungu awape macho katika mioyo yao. Sasa tunaona huyu hapa Paulo macho yake yalikuwa yametiwa nuru. Kuna vitu alikuwa anaviona kwenye hii safari kwamba hii safari hii kuna hatari. Na katika yote Paulo tunaona hakusikia hata sauti, kwamba alisikia sauti kwamba inaambia kwamba hii safari ni mbaya, hapana. Lakini yeye ndani macho yake alitiwa nuru, akaona hii safari sio nzuri. Na hapa tunaongelea kwa habari ya safari hiyo walikuwa na safiri, lakini hapa tunaona kwamba pia tunatakiwa tuiombee mioyo yetu iweze kuona uthamani wa sisi kuokoka. Unajua kuna kitu kimoja shetani huwa anakifanyaga sana kwa sisi tuliookoka. Ukishaokoka huwa shetani analetaga mambo mengi sana moyoni mwetu, tusione ule uzuri wa Mungu wetu. Kwa sababu watu wengi nilivyowasikiaga kwenye shuhuda wanasema kinachomfanyaga shetani kwa viwango vikubwa atuzuie sisi kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni kwa sababu anaujua uzuri wa mbinguni. Bwana asifiwe. Sasa na katika ile andiko Paulo anatamani Wakristo wapate kuona ule uzuri wa mbingu, kwamba walivyoitwa kwenye wokovu wakaokoka, mwisho wao ni nini baada ya wao kumtumikia Mungu. Kama mmesikiliza shuhuda, mmesoma kitabu cha Ufunuo, tunajifunza kwamba ile mbingu tunayoingia, ile paradiso tunayoingia,
haielezeki. Bwana asifiwe. Kama tumemsikia Aston amejaribu kuelezea kwa habari ya mbingu ilivyokaa, ni vitu havielezeki. Kuna mji wa maajabu ya Mungu ameuzungumzia, yaani anasema mbingu haifai nini, haielezeki. Ndio hii hapa anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ilivyo. Sisi wa Kristo tupate kufunguliwa macho, tuone kwamba kwa sisi kumwamini Bwana Yesu, kumbe hii ndo hatima yetu, kumbe huu ndo ushindi wetu, kumbe hapa ndo baraka zetu zitakuwepo. Ndo hiki ambacho Paulo anakiomba sana kwa watu wa kanisa la Waefeso. Sasa haya ni maandiko machache ambayo natamani leo niyazungumze kweli. Yapo maandiko mengi sana ambayo wewe mwenyewe unapokuwa unaweza kawa unasoma, Mungu anaweza kawa anayatumia kuzungumza na wewe. Sasa nimalizia andiko lingine kwa habari ya Ezra, jinsi wana wa Israeli ambao walikuwa wanajenga hekalu la Mungu. Kuna andiko moja linasema Mungu akagusa mioyo ya watu. Manake watu waliokuwa wameenda kujenga hekalu lile la Israeli liliokuwa limebomolewa, cha kwanza waliguswa mioyo yao na nani? Na Mungu. Tumsome Ezra kidogo. Naongelea kwa habari ya Mungu kugusa mioyo ya watu. Kitabu cha Ezra naongelea kwa habari ya Mungu kugusa mioyo ya watu waende kujengea. Tuanze na lile andiko la kitabu cha Ezra mlango wa kwanza mstari wa 5. Inasema, ndipo wakaondoka watu wa mbali za mababa wa Yuda na Benjamini na makuhani na Walawi, naam watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao ili kukwea ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Sasa hapa neno la Mungu linaongelea kwa habari ya amewaamsha roho zao. Inaonyesha kwamba hapo Mungu anagusa kwanza mioyo ya watu. Mtu kuijenga nyumba ya Mungu sio swala la kumlazimisha mtu. Mungu yeye mwenyewe ndo anaiamsha kwanza roho ya mtu. Na tunapoongelea roho ya mtu, tunaongelea moyo wa mtu ambao Biblia inakuwa inazungumza. Amen. Basi ndio hayo maandiko ambayo tutajifunza siku ya leo. Sasa kuna andiko moja tunatakiwa tujifunze pia. Biblia inasema moyo ni mdanganyifu sana, una magonjwa ya kufisha. Ni nani awezaye kujua moyo huu moyo ambao Mungu anautumia kumuongoza mwanadamu? Biblia hii inasema ni nani aujuaye moyo? Moyo huwa ni mdanganyifu sana, una magonjwa mengi ya kufisha. Na shetani akitaka amwangushe mtu, cha kwanza kabisa huwa anadili nacho ni aina ya moyo alionao. Kama tumejifunza shuhuda, cha kwanza kabisa shetani anachokiwahi kwa mtu ni kugeuza moyo. Mfano kwa Yuda, cha kwanza Yuda aliugeuza moyo wake kuingiza kwenye pesa. Alipogeuza moyo wa Yuda kwenye pesa, direct Yuda akawa ni mwizi. Na Biblia inasema aliyatoa yaliyowekwa Mungu. Kwa kwanza kabisa Shetani alianza kudili na moyo.
alipougeuza moyo ule wa Yuda Iskarioti, tunaona Yuda anatimiza dhambi ya usaliti kwa Mwokozi wetu. Hata kwenye Biblia tunaona Mungu anamchagua Daudi kwa sababu ya moyo. Mungu alipoona moyo wa Daudi, Mungu akavutiwa na ule moyo. Mungu akasema anamchagua awe mchungaji wa nyumba ya Israeli. Kwa moyo ni eneo la muhimu sana. Hata na yeye mtumishi wa Mungu Suleiman anaongelea kwamba linda sana moyo wako kuliko vitu vyote vilindavyo, maana huko ndio zitokako chemchemi za uzima. Kwa moyo ni injini. Utukufu wa Mungu unaanza kwanza kwenye moyo wa mtu, unaanza kwa mtu wako huyo wa ndani. Sasa ninachotamani ni kipi? Kuna kitu kimoja kinaitwa matengenezo ya moyo. Unajua, tunapomtumikia Mungu kuna matengenezo ambayo Mungu anatamani aione kwenye mioyo yetu. Ukisoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana pale, tunaona Mungu anaongelea kwa habari ya moyo wa toba. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa kwanza mstari wa 8 anasema, tukisema kwamba hatuna dhambi tutajidanganya wenyewe, wala kweli haimo mwetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, tutamfanya yeye kuwa mwongo, na wala neno lake halimo mwetu. Hapa tunaona ni neno ambalo pia linazungumzia aina ya moyo ambao kama wewe Mkristo unaweza kuwa nayo. Unaweza kuwa na moyo ambao Mungu, yani hii hapa ni kauli fulani inaonyesha kujihesabia haki, moyo wa kujihesabia haki, kwamba mimi sina dhambi Bwana, mimi mkamilifu. Ni kama yale maombi ambayo Farisayo alienda kuomba, akasema mimi Bwana nafunga mara 3 kwa siku, mimi sio kama yule mtoza ushuru, mimi nafunga mara 3, huwa natoa zaka. Lakini Mungu alipoangalia moyo wa yule jamaa, mtoza ushuru alipokuja, alikuja tu alipiga kifua chake akasema, uniwie radhi Mungu, mimi mwenye dhambi. Biblia inasema mtoza ushuru ndiye aliyehesabiwa haki. Kwa sababu gani? Wakati wale watu wamejihudhurisha mbele za Mungu, Mungu cha kwanza aliangalia mioyo yao wale watu walionao. Sasa yamkini tunaweza tukawa tupo kwenye kundi la Farisayo, au wengine wananema hapo kundi la nani? La mtoza ushuru. Wakisogea kwa Mungu, mioyo yao Mungu anaona kwamba inaruhusu wahesabiwa haki katika ufalme wa Mungu. Ila wengine aina ya mioyo inazuia watu kuhesabiwa haki katika ufalme wa Mungu. Na mingine ni mioyo ambao Roho Mungu anashindwa kuiongoza. Kwa sababu Jumapili mchungaji alitufundisha kwa habari ya moyo wa nyama, moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe ni moyo ambao hauwezi kuwa inspired, yani ni moyo ambao hauwezi kuwa kuenenda sambamba na msukumo wa Roho wa Mungu, moyo wa jiwe. Lakini ule moyo wa nyama ni moyo ule ambao unaenda sambamba na kusudi la Mungu. Sasa tutasimama tuende kumwomba Mungu. Tumwambie Mungu atembelee mioyo yetu. Tunajua tuko siku ya mwisho na kuna vitu tunatamani Mungu avifanye kwenye maisha yetu. Kwa hiyo twende tukamwombe Mungu afanye matengenezo kwenye mioyo yetu, kwa habari ya yeye kutuongoza na sisi mioyo yetu kutembea katika ile njia utakatifu, na tupate neema ya kutambua pale anapotuongoza kwenye mioyo yetu, na tupate neema ya kutambua udanganyifu wa shetani unapokuwa unaingia katika mioyo yetu. Kwa sababu Biblia inasema, ni nani awezaye kujua moyo? Moyo una magonjwa mengi ya kufisha, moyo una mambo mengi ya uongo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tutasimama, tutaenda kuomba na maombi. Kila mmoja ataomba kibinafsi na ataenda kuomba neema ya Mungu hiyo juu yake. Kwa sababu hali ya moyo ulionayo pia wakati wa unyakuo itaamua unyakuliwe au usinyakuliwe. Aina ya moyo ambayo itakuwa inatenda kazi ndani yako ina uwezo kukuzuia pia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini Mungu anatupa neema sisi ambao tunamtumikia tufanye matengenezo sahihi katika mioyo yetu.
Bwana asifiwe. Kwa tuende mbele za Bwana. Cha kwanza tutaanza na toba kwanza, tubia moyo huo. Cha pili tutaomba matengenezo ya mioyo yetu katika eneo ambalo tunaona mambo hayajakaa sawa. Twende mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Baba, katika damu ya mwana kondoo, wewe mfalme wa utukufu, Mungu Baba